Tuelekee kaunti namba 40 kwake Jane Cherotich, ambapo anatuambia kwamba imebainika kuwa idadi kubwa ya wanawake huko Busia wameathirika na uraibu wa dawa za kulevya na pombe, ila wanahofia kutembelea vituo hivyo vya kurekebisha maadili kwa kuhofia unyanyapaa. Hali hiyo imeibua shinikizo kwa serikali ya kaunti kuweka vituo zaidi vya kuwarekebisha waraibu hao. Katika kituo hiki cha kuwapa matibabu waraibu wa dawa za kulevya na pombe viungani mwa mji wa Busia, vijana ambao wamejipata katika njia panda na hata kukatiza malengo yao maishani au kuwaona wenzao wakifariki kutokana na uraibu wa vileo wanapata usaidizi. Safari yao ya kutafuta suluhu ya kuepuka kiu cha vileo mwilini huanzia hapa, wanapopokea ushauri nasaha, mafunzo na kuhusishwa katika mazoezi ya mwilini. Mshauri wa waraibu katika kituo hiki ambaye pia alikuwa mraibu aliyerekebisha tabia, anasema dawa za kulevya Busia zinachangiwa na nyufa katika mpaka wa Kenya na Uganda. Haswa unajua kitu kama bangi inakuzwa hapa across Uganda, ambayo ni mita chache sana kutoka hapa. So soko kubwa sana ya wale ni hapa Kenya. So kupatikana ama kuletwa hapa imekuwa kirahisi sana na imekuwa changamoto kubwa. Na upande wa changani inatengenezwa hapa pia kwa wingi sana kwa sababu, na inatumika kwa wingi sana kwa sababu ya bei yake. Unajua sasa watu wako hawana pesa, watu wako fukara, so the only thing yenye wanaweza pata kununua ni chang'aa. Ukikompare unajua chang'aa na shilingi kama 50 you are good to go. Lakini ukienda kwa bar pombe 50 hakuna kitu yote unaweza nunua. Watu walioathirika na dawa za kulevya walio katika safari yao ya kupokea matibabu wameitaka jamii kuwakubali wanaporejea nyumbani, wakisikitika kuwa uraibu ni ugonjwa. Nilianza kitambo wakati nafanya kazi. Way back in 2000. Hapo ndio uraibu ilikuwa sana. Mpaka ikafika wakati nikapoteza kazi. Vijana wanaangamia kwa vile ni kama hii program pay na cost. Hao watu wangependa kusaidika lakini hawana uwezo wa kusaidika. Mimi nilikuja hapa na shida addiction. And first place ni addiction ni cost vitu mingi. Iliniharibia kazi. Nilikuwa sana I was a bank smoker. Nilikuwa natumia bangi na jaba. Nilikuwa mtu wa mogoka na masigara. Lakini kulingana na psychiatrist, bangi ndio ilikuwa imenimess sana. Nimekaa for 3 months, niko almost kumaliza program. Wakazi sasa wamesisitiza umuhimu wa kampeni kali dhidi ya ulanguzi na utumizi wa dawa hizo, mbali na kubuniwa kwa vituo zaidi vikiwemo vya wanawake vya kurekebisha tabia ili kukabiliana na janga. So specifically kuna wanawake ambao hii area sana hii area ya Amerikwai, kuna wanawake ambao wamekuwa katika hiyo hali ya kutumia mihadarati, neglect watoto na familia zao. So kuna wale ambao wametaka kukuja katika hii hali ya recovery wapate kusaidika. Wakereketwa wa kupigana na matumizi ya bidhaa za tumbaku nao wamesitiza umuhimu wa kuteuliwa kwa maafisa wanaoelewa sheria na kanuni za uraibu katika bodi mbalimbali serikalini ili kuishauri serikali ipasavyo. Kwa hivyo mashirika yasiyokuwa ya kiserikali yanayoshughulika na udhibiti wa tumbaku katika nchi yanasikitika sana kwa sababu kwa muda mrefu hayajawakilishwa katika bodi hii, na hata wakati huu tunapozungumza tunaarifiwa na wizara ya kwamba yule wa kuwakilisha mashirika haya tayari ameteuliwa na ni mtu ambaye hatumjui, hakuna anayemjua katika mashirika haya. Tukizungumza, tukiulizana, hakuna anayejua. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.